Umetokoa na kutuisha, umetuganga na kutulisha, watimiliza mambo yetu Bwana. Watu samehe, watu okoa tu, na adui zetu. Fadhili zako Bwana Yesu asifiwe sana wapendwa. Twashukuru Mungu kwa nafasi nyingine amenipatia mimi na wewe, na ili tukashiriki katika ibada hii ya Jumapili, wakati ambao serikali imeona ni vyema tukaweze kutokuja kanisani, tukae kule manyumbani. Kwa maana tukija kanisani tunajihadharisha, tunajitia kwenye hatari ya kuambukizwa katika ugonjwa huu. Lakini Mungu ni mwaminifu na atazidi kututenda mema, na tutakuwa tukiendelea kufanya hii ibada kama vile tulikuwa tunafanya hapo mbeleni. Kwa hivyo ukaweze kutufuatilia na kuendelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya Facebook na vile vile mtandao wa YouTube. Na tunajua Bwana atakubariki na atakulinda, na utaendelea hata kushikilia kazi ya Bwana kwa utukufu wa jina lake. Kwa hivyo karibuni sana, niko hapa na wapendwa ambao tutakuwa tukishiriki pamoja nao. Tutakuwa na dada yetu June ambaye atatuongoza katika wimbo, na vile vile muinjilisti wetu, na Bwana atatubariki. Bwana akutende mema na azidi kukubariki. Nitamwalika dada yetu na ili aweze kutuongoza katika wimbo, na tunapofanya vile tuombe ombi fupi. Twakushukuru Baba Mwenyezi kwa nafasi hii ambayo umetupatia kama kanisa, na ili tukaweze kushirikiana katika mtandao huu Baba wa mbinguni, na ili watu wetu wakaweze kubarikiwa mahali popote walipo. Twaomba uwepo wako uandamane na sisi, utubariki sisi na vile vile wale wote ambao watasikia neno hili na watafuatilia ibada hii kwa utukufu wa jina lako. Kuwa nasi, kwa maana ni katika Kristo Yesu twaomba na kuamini. Amen. Amen. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Pokea utukufu, twakuabudu wewe, wastahili sifa. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised.
We give you all the glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you alone. You are worthy to be praised. Let us pray. Our Father and our Lord, we bless your name this wonderful hour and this wonderful morning that you have given unto us, dear Lord Father, to be in your presence once again, dear Lord Father, to glorify you and to magnify you. We exalt you, we adore you, we honor your name in the mighty name of Jesus. You are enthroned, you are glorified, and you compare to none, dear Lord Jehovah. It is in your design, dear Lord Father, that you give us salvation, that you have given us life, that you have given us peace, you have given us joy, dear Lord Jehovah. And most importantly, dear Lord Father, you have given us the knowledge of you in the mighty name of Jesus. And that is why this morning, dear Lord Father, we fellowship and congregate, dear Lord Jehovah, through this platform, dear Lord Father, to encourage one another to glorify your name, dear Lord Jehovah. Because you have told us in the book of Psalms 27 verses 13, dear Lord Jehovah, that we will still be confident of all these things, dear Lord Jehovah, because we are certain, dear Lord Father, we will see your goodness in the land of the living. Therefore, dear Lord Father, despite the situation, despite the conditions we are facing as a people, as a society, and as a church, dear Lord Father, we will not despair, O God, because we have the confidence, dear Lord Jehovah, we will see you and we see the goodness in this land of the living, O God. The waters of Corona will not sweep over us. The fires of Corona will not burn us, O God. Even its flames, Jehovah Lord, will not consume us, O God, because we are your people in the mighty name of Jesus. Whatever we may be going through, dear Lord Jehovah, whatever we may be facing as a society, dear Lord Jehovah, as families, O God, we are certain, O God, that you are our Father and you are watching over us, you are guiding our steps in the mighty name of Jesus. And therefore, dear Lord Father, we surrender ourselves unto you. We bow and surrender to your authority, to your reign, dear Lord Jehovah, that we will still live. We will see your goodness, Abba Father, in the mighty name of Jesus. Even as we share your word this morning, Abba Father, I commit the man of God to sharing this word unto you, dear King of all the glory, that you may give him revelation, O Lord, that you are going to give him your word, dear Lord Father. Your spirit will be upon him, and in him, dear Lord Jehovah, he will only speak your mind for the glory and for the honor of your name. For we pray this in Jesus' name. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina ni David Gitundu Kamau, mchungaji wa parokia hii ya Kasarani Central. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Amenilinda na kunihifadhi, na ninashukuru kwa ukuu wake hata wakati huu. Ninashukuru Mungu kwa kupeana nafasi hii mimi na wewe tushiriki katika neno la Bwana. And we believe and we know that the Lord will bless our lives. Even at such a time that we are finding ourselves in a lot of difficulties, we believe and know that the Lord God Almighty will continue to protect you and protect me, and give us a chance to live, that we may declare of his wonderful works in the land of the living. Today I would like to talk about, or rather to reflect on a sermon that is titled, God is still at work. God is still at work. And we can remember that today is a Palm Sunday, where we find the triumphant entry of our Lord Jesus Christ to the city where he was getting prepared for crucifixion, or rather for to be crucified on the cross for you and me, that we may be saved. However, we are finding ourselves not gathering together, that we may be able to celebrate even the Lord's table together. But the Lord, the love of God, is still with us. And at such a time, one may ask, does God still love us? Mungu anatujali, Mungu anatupenda. Lakini ningetaka kuambia hata wakati huu Mungu angali ako kazini.
We are going to find our text from the book of Judges, chapter 7. And I would like you to lead, because this is where we are going to reflect on, from verses 1 to 7. Judges chapter 7, verse 1 to 7. Allow me not to lead, but I will ask you to lead kindly, that at least we may be able to walk together. We find that in Judges chapter 6, before we come to chapter 7, we find that Israelites did evil in the sight of the Lord, and as a result he handed them over to their most cruel and worst enemies, the Midianites. And they were subjected into torture for 7 years, into dread for 7 years. These enemies were cruel, such that Israelites made a hiding place in the mountains and in the caves and in strongholds, in some places where they felt they were secure. The Midians made alliance with Amalekites and also some other people from the east, and all of them gathered together in that alliance against the people of God, Israelites. They could destroy their crops whenever the Israelites could plant, leaving them with nothing to eat. These enemies were too numerous. They were too many even to count. And we find that when they were settling together against the people of Israel, together with their camel and the livestock, they were like a thick locust, or rather a thick swarm of locusts that were gathered together. So they were too numerous that Israelites could not be able to overcome them by their own. And we find in such a state Israelites crying out to the Lord. And when they cried to the Lord, when they prayed to God, two things happened. One, the Lord sent out a prophet with a message. Mungu akatuma nabii akiwa na ujumbe wa kuambia wana wa Israeli ya kwamba Mungu hajaridhika kwa ajili ya matendo yao ya kumwachilia Bwana na kuenenda kwa miungu mingine. Nabii akawaletea ujumbe, mambo haya mnapitia kwa ajili ya kwamba Mungu hajaridhika na nyinyi. Jambo la pili ambalo lilifanyika ni kwamba we see an angel of the Lord coming to Gideon as he was threshing wheat in a hidden place. And Gideon was reminded about two things, that the Lord is with you. And if the Lord was with Gideon, I believe he was with the whole community of Israel, despite the challenges, despite the threats, despite the problems that they were going through. Bwana Yesu asifiwe. And therefore, Gideon was surprised to hear that the Lord was with him, and he was tempted to doubt, and he needed some clarification from the angel. And he asked, how can the Lord be together with us? And we find that the Lord told him, go with the power that is in you. Uende na ile nguvu iliyo ndani yako, na ili ukalete ukombozi kwa wana wa Israeli, ukawakomboe wana wa Israeli. And we find Daniel at the later end, he believed, akaweza kumwamini malaika, kwa maana hata malaika aliweza kumtesti kama kweli huu ni malaika wa Mungu, kwa maana alimwambia, basi nigoje hapa, kama kweli Mungu ako pamoja nami na wewe ni malaika wa Mungu, nigoje hapa niende nikakutayarishie, nigoje hapa na ili niweze kuona. Akaleta sadaka, akawekelea sadaka kwenye njiwe, na malaika akaiguza, moto ikashuka ikateketeza ile sadaka, ikiwa ni ishara ya kwamba amekubalika mbele ya macho ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. And now in chapter 7 we find now Gideon preparing an army. Israelites were not as many as the Amalekites and the Midianites and other people from the east. They were only able to come up with a 32,000 army, an army that was composed of 32,000 men. And you can remember that the army that was made by the other camp was 132,000. And when they came together, the army of Israelites, God told Gideon that that number was too big. He said that if they go
and if they go the way they were, they will boast that they have saved themselves from their enemies. So God directed that all the timid, wale wote ambao wako na woga na wasiwasi, wanaogopa kuingia katika vita, waweze kurudi nyumbani. And we find a total of 22,000 men going home, leaving 10,000 men of the army. God, even with the 10,000 against the army of 132, we find that God still complained that army is too big. Akaweza kuonyesha ya kwamba watu wangali wengi, wakienda wakiwa vile vile wataweza kuona kama ni nguvu yao na uwezo wao. Mungu akamwambia Gideon, put them on a second test. Ya kwanza ilikuwa ya woga na wasiwasi. Na wapendwa, tusije tukaingiwa na woga na wasiwasi hata wakati huu wa msimu wa corona ambao umekuja kwa njia nzito sana zaidi ya vile tungeweza kufikiria. Wakaweza kupelekwa wana wa Israeli katika sehemu ya pili ya kujaribiwa, na wakapelekwa kwenye mto na ili wakunywe maji. Waliopiga magoti na kukunywa maji na midomo yao wakawa wengi zaidi, na wale ambao walikunywa maji na mikono yao wakaweka silaha chini wakakunywa maji na mikono yao, tunaona wakiwa 300. And the Lord told Gideon, I only need the 300 men, those wale ambao wamekunywa maji kwa mikono yao. Na nikitazama ufahamu huu, ninaangalia mambo manne ambayo tunaweza jifunza nayo, especially in such a time that we are fighting hardship and difficulties. We are living in a time where we may be tempted to fear as a church. We are living at a time that is full of danger, that we find a disease that has come glaring at us, and some of us may be tempted to fear, and at the same time we may be tempted even to abandon God, or rather even to run away from the church, and at some point you may even find some other people losing faith. Lakini ningetaka tujifunze mambo manne kuhusu ufahamu huu ambao tumeweza kuona katika kitabu cha Judges. Na jambo la kwanza ni kwamba even in the darkest of times, God is still at work. Even in the darkest of times, God is still at work. We find that these people of Israelites, they were in a very dark moment, full of threat from their enemies. They could not do anything that could benefit their lives. They were living a life full of fear because of the enemies. But even at such a time, God was still thinking about them. And remember, He is the same God who actually directed them or released them to their enemies. And He never did this because He hated them. He did this because He really loved them. Na alikuwa anataka awalejeshe. Mungu alikuwa anataka awalejeshe. Na kwa hivyo ikawa ni wakati mgumu, wakati wa giza, lakini Mungu alikuwa anataka waweze kumlilia. Tuko katika wakati umejawa na giza nyingi sana, kama ule wana wa Israeli walikuwa ndani yake. Adui yetu ni coronavirus. Adui yetu ni haya magonjwa ambayo yamekuja na mambo mengine ya changamoto yanayotukumba mimi na wewe katika maisha haya. Tunastahili kukumbuka ya kwamba Mungu anayafahamu haya, na yeye ndiye ameruhusu yakaweze kutendeka, na ili tukaweze kumlilia. Will you take some time to cry to God for what is happening in the nation? Will you take your time to cry to God for what you may be going through? Utachukua muda wa kumlilia Bwana, kwa maana Mungu angetaka tukaweze kumlilia, na tuweze kujua ya kwamba Mungu alikuwa kazini hata wakati ule. Kwa maana hata wakati huu wa Gideon tunaona ya kwamba aliweza kujitokeza kwa wao, akatuma nabii na akaweza kutuma malaika kwa Gideon, na ili wana wa Israeli wakaokolewe. Ndugu yangu na dada yangu, tukimlilia Bwana, Bwana atatumana. Tukimlilia Bwana atatuondoa katika janga hili, na tutaishi na ili tukaweze kukiri makuu na mema ya Bwana. Jambo la pili, our God is a merciful God, and He answered the cry of those who call upon Him. Israelites cried to the Lord. The Lord heard their cry and sent a prophet. He sent an angel with a message of deliverance. And we find in the book of Psalms 34,
where the Bible says, the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their cry. My dear brother and sister, if you are a believer, you are a righteous person before the eyes of God, and the eyes of God are on you. And therefore, you need to remember that the Lord is still concerned about you. And the Bible continues to say that his ears are attentive to their cry. Mungu anasikia kilio cha watu wake. Ndugu na dada yangu, tunapata nafasi ya kumlilia Bwana, tunapata nafasi ya kumuita kulingana na yale mambo tunapitia. Na tukifanya vile kumlilia Bwana na kumuita, tunastahili tufanye vile kwa unyenyekevu na kwa kutubu dhambi zetu. We do not know whether God may have seen the sin of humanity in our times, that we may find such a pandemic coming to us. Should we cry to the Lord? We should go before the Lord and tell him, Father, forgive us. Forgive the sin of humanity, that you may save the world, that you may save our nation Kenya, that you may save our people, even in the churches. The Bible tells us that we should pray without ceasing. Tuombe bila kukoma. Hata wakati huu wapendwa, hebu tukaweze kuomba. Jambo la tatu, God is not a respecter of persons. Ngai ndateagĩra andũ maũthĩ. Ngai witũ ndateagĩra andũ maũthĩ. He looked at Gideon, jinsi vile alivyo. Kijana ambaye alikuwa mdhaifu, hakuwa na nguvu. Katika jamii he was the least of the least. Lakini Bwana akasema atamtumia, akajitokeza kwake na akamwambia, the Lord is with you. He was not going to conquer by his strength or capacity, by his experience and expertise, but he was to conquer because the Lord was together with him. God can use you even at such a time to cry for the nation. God can use you even in many ways, because God is not respecter of personalities. And therefore, my dear brother, it doesn't matter what you are, it doesn't matter how you are, it doesn't matter who you are, but what matters is who is in you, who is on your side. We shall overcome, my dear brothers, not by our own strength or power, not by our own might, but by the Spirit of God, because the Lord is a merciful God. Na kogwo ndukane nyarare, usije ukajidhalau, ndukaneage ndugu na dada yangu, tusije tukajikosa kati ya wengine. God can use you. And finally, nothing is impossible to God. Number 4, nothing is impossible to God. We find that the people of Israel were weak in the face of their enemies, and they prepared an army of 32,000, but God reduced that number to 300 men who shall overcome an army of 132. And we find that they had no weapons. Hawakuwa na vifaa za kivita. Na tunaona ya kwamba Bwana aliwaambia washukue tu nyungu, clay jars and horns, waende wakipuliza horns zao, and then they break their clay jars. And by that we find that these enemies started attacking each other, and they destroyed themselves. Bwana Yesu asifiwe. God can do anything as far as we obey his command, as far as we hearken to his plea, we hearken to the word of the Lord. He can give you victory in the situation that you are in. As a church, we will going to get victory from the situation that we are in. As a nation, we are going to overcome this season of wave 3 of COVID-19, because nothing is impossible before God. And therefore, my dear brother, never underestimate the power of God. He can transform your world. He can change your story. Just trust in him and keep your faith and trust in him. You have capacity, you have power to overcome the situation that you may be going through. It doesn't matter whether it is at work, it doesn't matter whether it is in your own personal life. The Lord God will intervene by his power, and just trust him and offer yourself to follow his word, and you shall find yourself overcoming and getting far. I wish you all the best, even at such a time that we are celebrating the death of our Lord Jesus Christ. May the Lord God give you victory in the situation that you may be going through. May the Lord shield you. May the Lord protect you and your family. May our children be built up by the Spirit of God, and we shall overcome. Nitugutoria, tutaweza hata kwa majira haya. Hata kanisa sikiambiwa sisimame, tusifadhaike mioyoni. Tutaweza
kushinda majaribu haya, kwa maana haya mambo yote yanafanyika kwa wema na ni kwa utukufu wa jina la Bwana. Ningetaka tuombe na ili tumalizie, na nikukumbushe ya kwamba kanisa bado inaendelea katika hali ya kazi yake na ibada, na kwa hivyo ukiweza kutuma sadaka yako kwa mitandao yetu ya kikanisa, Bwana ataweza kukubariki, kwa maana itaweza kuwekwa mahali pale. Unaweza tuma sadaka yako na sapoti yako kwa huduma ya kanisa hili la Kasarani Central Parish, kwa kanisa zetu zote mbili, PCA Baraka and PCA Shieko, and the Lord God will continue to bless you. The Lord will minister to your life. And let us pray. Baba, katika jina la Yesu Kristo, twakushukuru na twakuinua kwa maana wewe ni Mungu. Twasema ni asanti kwa maana hakuna jambo lolote lile linakuzidi. Hata wakati huu Bwana, we know that you are still at work. We know that you are still seated on the throne. Mighty Father, we worship you and we honor you. Na tunaomba ya kwamba ukatuletee ushindi na utuondolee woga na wasiwasi wa majira haya, na ili tukaweze kuyashinda majaribu haya, tukaweze kuimba wimbo mpya na maisha yetu ikabadilishwa na wewe. Ninamkumbuka ndugu na dada yangu ambaye anafuatilia ibada hii Bwana kule nyumbani. Naomba baraka yako ya kipekee ikaweze kuwa juu yake. Umbariki na maisha yake, umbariki kazini mwake, ubariki familia yake. Baba wa mbinguni, na wale ambao wametayarisha sadaka na kuituma, twaomba Bwana ukapokee sadaka hii kama vile ulivyopokea sadaka ya Gideon wakati iliweza kuwekwa juu ya jiwe na ukaweza kuichoma na kuipokea. Bwana, naomba ukapokee sadaka hii, na ili ukaweze kuwaletea watu wako ushindi na ukaweze kubariki maisha yao. Tunainuka kinyume na wasiwasi wowote na nguvu zote za giza katika jina la Yesu. Tubariki ewe Bwana na ukazidi kututenda mema. Watoto wetu wote tuwabarikisha mikononi mwako. Wabariki Bwana na uwalinde, na ni katika Kristo Yesu tunaomba na hata kuamini. Amen. May the Lord bless you and do you good. Enjoy your Easter, even if you will not travel far and wide. Enjoy your Easter holidays, and may the peace of God that surpasses human understanding be with you, and the blessings of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit be with you now and forevermore. Amen. Mbarikiwe.